Tunasema kwamba amani inapokuwepo kwenye taifa huwa inatufanya sisi vijana tuendelee kujituma, tuendelee kupambania ndoto zetu, kuhakikisha kwamba tunafikisha malengo yetu na tunatunza familia zetu. Kwa maana hiyo, namshukuru sana mama kwa amani iliyokuwepo, kwa kuendelea kuhakikisha kwamba taifa la Tanzania linakuwa katika sehemu salama. Hii ni neema pia. Mwenyezi Mungu aendelee kumuongoza mama, aendelee kumpa maono makubwa, amani yetu endelee kushikamana, upendo, na kwa sababu amani ndio kila kitu katika jamii yetu. Amani ni utulivu, amani ni upendo, amani ni furaha inayopatikana kwenye eneo, amani ni ushirikiano wa mwananchi na mwananchi. Pasipokuwa na amani hakuna ambacho kitasimama kitajengeka, kwa sababu kila mtu atakuwa anasimama kwa tabaka lake. Ushirikiano ambao unatufanya kila siku tunatengeneza shilingi 200 300 hautakuwepo. Watanzania kwa ujumla, mimi nawasihi tushikamane, tudumishe amani yetu, maana amani ndio itakayotufanya kufikia ndoto zetu na kufanikisha malengo ya kutunza familia zetu. Amani ndio tunaipenda. Mfano tarehe 29 ya mwezi wa 10 ile ilitaka kutuharibia nchi yetu, lakini mifano mifupi tumeiona. Ndani ya siku 4 tumewekewa wanted, hamna kutoka mtu nje kuanzia saa 12, saa 1 au saa 2. Ilikuwa hatari. Mtu hawezi akatoka Kariakoo anafanya shughuli zake saa 10 anatoka kule, hapa afike saa 2 au saa 1. Sio kweli. Mtu anafika hapa saa 3, saa 4 au saa 5. Ni hatari, na hapa ushawekwa wanted unakamatwa na mapolisi. Kwa hiyo uhuru ni jambo zuri sana, na amani ndio jambo tunalitegemea, na sisi tunafanya shughuli zetu vizuri. Bodaboda wanafanya shughuli zao, wafanya biashara ndogo ndogo, wakulima, na hata na sisi watu wazima tunatembea vizuri. Mimi kwa umri wangu nikisema nikimbie mbio, siwezi kukimbia mbio. Inaonekana nikakamatwa hata kama sina kosa, kwa sababu na mimi nitakimbia kwa uoga kutokana na kuogopa askari, na wapo watu ilitokea namna hiyo. Kwa hiyo mimi niseme amani kitu kikubwa, na niombe serikali yetu iendelee kutunza amani, itoe elimu ya amani kwa wazazi, ndugu, jamaa na hata marafiki, waseme nini maana ya amani. Maana ya amani kufanya kazi kwa uhuru bila kuwa na wasiwasi. Huwezi kufanya kazi yako, labda unauza genge lako hapa, ukisikia bunduki unasema hao majambazi wanaiba nini huko, unafunga. Lakini ukisema tayari hao tena vita ishaingia, huwezi kukaa na genge lako hapo, utafunga na kukimbia. Wewe unakimbia, wenzio huko wanachukua samaki wako au vitu vyako sokoni pale, wanaenda kujitumia, kwa sababu kila mtu na akili yake. Wewe unakimbia, mwingine anasema ngoja ninemeke. Kwa hiyo ile sio amani.